Nina somo ambalo na imani si geni kwenu, mtakuwa mmewahi kulisikia mara kadhaa, lakini Roho Mtakatifu anakusudi ya kutukumbusha katika hili ambalo tunaenda kulisikia kwa mara nyingine tena. Kichwa cha somo ni yaliyojificha katika utii. Yaliyojificha katika utii. Sasa tuangalie kwa undani utii ni kitu gani? Utii ni kusikia kwa makini na kutenda kile unachoelekezwa kwa hiari, kwa heshima na unyenyekevu. Tunapoongelea utii ni kusikia kwa makini kile ambacho unakuwa unaambiwa na kutenda kile unachoelekezwa kwa hiari, kwa heshima na unyenyekevu. Kwa hiyo tunaona maneno makuu hapa katika utii. Kwanza kabisa ni kusikia kwa makini. Manake tunapoambiwa jambo ama tunapofundishwa jambo la tutaka kwanza kulisikiliza kwa makini. Ukishasikia kwa umakini, unalitekeleza kwa hiari. Tukisema kwa hiari manake si kwa majadiliano, kutafuta kupunguza ama kuongeza, lakini unatenda kwa hiari kile ambacho unakuwa umeelekezwa, na unakitenda kwa heshima na unyenyekevu. Hilo ni neno la utii. Tunaweza tukalitafsiri kwa namna hiyo katika maisha ya kawaida kabisa, maeneo yote ambapo tunaweza kutumia neno utii. Tukija katika muktadha wa kiroho, neno utii ni kukubali na kutendea kazi maelekezo ya Mungu bila kuyatilia mashaka. Tukija kwa muktadha wa kiroho, utii ni kukubali na kutendea kazi maelekezo ya Mungu bila kuyatilia mashaka. Yanaweza kuwa ni maelekezo ambayo tunayapata kupitia neno lake. Yanaweza kuwa ni maneno tunayoyapata au maelekezo kupitia Roho Mtakatifu. Lakini pia ni maelekezo ambayo tunapata kupitia mamlaka alizoweka. Haya yote yana ushahidi wa maandishi kwamba tunapopata maelekezo kutoka kwa Mungu, yatupasa kuyatenda bila kuyajadili, kupunguza ama kuongeza, ambayo ni maelekezo ya kimungu. Hatupaswi kuyatilia mashaka. Ikiwa tunalisikia neno la Mungu, tunalitii ama tunatenda sawa sawa na neno jinsi lilivyosema bila kuwa na mashaka, basi sisi tutakuwa tumelitimiza neno utii. Tunaweza tukajiuliza kwamba ni kwa nini tutii? Kuna sababu kama 3 tu ambazo tunaziweka kwa ufupi kwamba kwa nini tutii, kwa nini tunaambiwa kutii. Pointi ya kwanza tunaweza kusema tunatakiwa kutii kwa sababu ni agizo la Mungu. Tunatakiwa kutii kwa sababu ni agizo la Mungu. Naomba msomaji anisomee Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Kitabu cha Samueli wa kwanza ndio 15:22. Maandiko matakatifu yanasema,
Ndio. Naye Samweli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Amen. Amen. Tunaona katika maandiko haya ya kwamba yatupasa kutii kwa sababu ni agizo la Mungu. Katika kitabu hiki cha Samueli wa kwanza, kama alivyotusomea msomaji wetu, nikienda moja kwa moja hapo B, kwamba je, Bwana anafurahia sadaka za kuteketezwa na dhabihu? Tunajua katika Agano la Kale wazee wetu walikuwa wakitoa sadaka za kuteketezwa. Kama ni mifugo, walitoa mifugo ile iliyonona kwa ajili ya kumtolea sadaka Mungu. Lakini wakawa wanauliza, Mungu yawezekana kwamba anafurahia hizo sadaka za kuteketezwa kuliko kulitii neno la Mungu? Lakini tunapokuja kwenye uhakika wa neno kama linavyosema, kutii ni bora kuliko dhabihu. Dhabihu ile ni sadaka. Sadaka unapoitoa inakuwa ni matokeo ya kutii neno la Mungu. Umetii neno la Mungu linaruhusu sadaka, ndipo umekwenda kutoa sadaka. Kwa hiyo Mungu anatuhitaji ama anatuhimiza sana kuwa na utii wa neno lake na si vinginevyo. Manake tukishatii lile neno, haya mengine yote yanaweza kufanyika na bado yakafanyika kuwa baraka mbele za Mungu. Tusome Warumi 13:1-3 kwa haraka haraka. Warumi 13:1-3 hadi 3. Kitabu cha Warumi sura ile ya 13 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko matakatifu yanasema, ndio, kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenyewe mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Mstari wa 3, kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka? Fanya mema, nawe utapata sifa kwake. Amen. Tunaona bado Mungu hapa anasisitiza juu ya utii, kutii mamlaka. Tunaweza kwenda kipengele kinachofuata, kwa nini tutii? Ya kwanza tumeona tunatii kwa sababu ni agizo, kama tulivyoweza kuona katika mistari hii ambayo tumeisoma. Lakini ukija kipengele cha pili, tunatii kwa kuwa ni njia ya kutenda haki. Tunatii kwa kuwa ni njia ya kutenda haki. Hii inamaanisha nini? Ni kwamba tunapotii neno la Mungu, moja kwa moja ni kwamba tutatenda haki. Hatutamwonea mtu, hatutamdhulumu mtu, hatutamtenda ubaya mtu, kwa sababu tumeona utii, tutakapoanza kwamba na kutii neno la Mungu, moja kwa moja itatupeleka kwamba kutii ni njia ya kutenda haki. Hizi ni sababu ambazo Mungu anaendelea kutukumbusha juu ya utii. Kama andiko ambalo limepita kwamba tukitii mamlaka, lakini hizo mamlaka pia zinakuwa zinatenda haki juu yetu, ni kwamba inakuwa bado tunaendelea kutimiza mapenzi ya Mungu, yale ambayo ameyakusudia katika
kutenda. Twende kusoma mstari wa kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13 hadi 15. Tii kwa kuwa kutii ni njia ya kutenda haki, au tii kwa kuwa ni njia ya kutenda haki. Tunapotii tunatenda haki. Petro wa kwanza 2:13-15. Kwamba sababu ya pili ya kutii ni kwamba tunatii kwa kuwa ni njia ya kutenda haki. Tunaona kabisa kwamba katika kutii kuna watawala ama viongozi ambao wanaadhibu watu wenye makosa, lakini wanapongeza wale ambao wanatenda mema. Hii inaweza kutokea katika nyanja tofauti tofauti, ikiwa lengo kuu ni pale tunapoonyesha utii, kwamba utii unakuja kutusaidia nini katika maisha ya kawaida ambayo tunayaishi. Lakini sababu nyingine ya kutii ya tatu, tii kwa sababu baraka huja kwa matendo mema. Kwa wale ambao mnaandika, pointi ya tatu, tii kwa sababu baraka huja kwa matendo mema. Msomaji unaweza ukatusomea Wagalatia 6 mstari wa 9. Wagalatia 6 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Amen. Tunaonyeshwa kwamba tuweze kutii, lakini mwisho wa siku tutegemea kwamba tutavuna. Manake tusichoke kutenda mema, tukijua ya kwamba mwisho wa siku tutavuna yaliyo mema. Hizi ni pointi ambazo tumeziweka kwa ufupi, lakini tutaweza kuendelea mbele, mtaelewa kwamba kwa nini tumealikwa kutii. Pointi ya kwanza ni kutii kwa sababu ni agizo la Mungu. Pointi ya pili, tunatii kwa kuwa ni njia ya kutenda haki. Tatu, tunatii kwa sababu baraka huja kwa matendo mema. Twende kuangalia kipengele kingine ambacho mambo muhimu Mungu anayoagiza tutii. Katika matabaka haya ya mamlaka Mungu ambazo ameziweka, tukianzia nyumbani, kuna baba, lakini kuna mama, kuna watoto. Tunajua wanafamilia lazima kumtii baba. Tunajua mke lazima amtii mume. Tunajua watoto lazima wawatii wazazi, lakini tunajua pia watoto walio wadogo lazima wawatii wakubwa wao. Hii ni pamoja hata katika jamii. Lakini katika kanisa pia tuna viongozi. Haijalishi umri wake, haijalishi umbo lake, haijalishi uelewa wake. Kuna vigezo mbalimbali mwanadamu unaweza kuona vipima kwa mtu ambaye anakuongoza. Lakini ikiwa Mungu ndiye amemweka mahali pale, yatupasa kumtii. Tumtii kwa sababu tunajua ni mamlaka Mungu ambayo ameiweka. Yeye mwenyewe akiona kwamba hafiti kwenye nafasi ile, basi Mungu ana namna nyingine ambavyo anaweza kupangua ama kuweka mtu mwingine. Lakini tusianze kujaji, kwa sababu tumeelekezwa ya kwamba kutii ni unatii maelekezo bila kuyajadili, bila kujiuliza, bila kunungunika, bila kusononeka. Unayatii kwa heshima na kwa unyenyekevu. Haleluya. Lakini pia tunaona mamlaka aliyoiweka serikali.
serikali zimewekwa kwa mpango wa Mungu. Sasa katika kutii mamlaka zilizoko serikalini, hii tunaagizwa ama tunaelekezwa, ikitokea kwamba ni kiongozi amewekwa whether kwa kuteuliwa ama kwa kuchaguliwa katika nafasi yoyote, yatupasa kutii. Manake maelekezo anayoyatoa tunapaswa kuyafanyia kazi, tunapaswa kuyatekeleza bila kuyajadili, ili mradi tu hayatupeleki nje na mpango wa Mungu. Hilo ndilo tunapaswa kukumbuka. Katika ngazi zote tunapaswa kutii yale tunayoelekezwa, ili mradi hayatutoi kwenye mstari, hayatutoi nje ya neno la Mungu, hayatutoi nje na maelekezo ya kimungu. Haleluya. Tusome Warumi 13:1, tusikie anatuambia nini kuhusu kutii mamlaka halali. Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, ndiyo, kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Amen. Udhihirisho kabisa, Mungu ametuelekeza tuzitii mamlaka alizoziweka. Tukiangalia jambo la 4, tunaelekezwa kutii wazazi na walezi. Inaweza ikaingiliana kidogo na pointi ya 3, lakini hapa ina upekee wake. Tunapowatii wazazi ama walezi, hii huleta baraka na maisha marefu. Hii ni dhahiri na ina ushahidi wa maandiko kwamba tunapowatii wazazi ama walezi wetu, ni kwamba tunapata baraka na maisha marefu. Naomba tusome Efeso 6:1. Kitabu cha Efeso sura ya 6 na mstari wa kwanza. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Amen. Amen. Tunaelekezwa kuwatii wazazi ama walezi wetu, tukijiuliza ni mara ngapi tumekuwa tukipewa maelekezo na wazazi wetu ama walezi wetu, tunayatekeleza 100% kwa kutaka, kwa kupenda, kwa hiari, bila kuwa na kiburi, bila kunungunika. Tunaona kabisa kumbe tunaweza kujipunguzia baraka katika maisha yetu kulingana na namna tunavyorespondi ama tunavyopokea maelekezo ambayo tunapewa na wazazi wetu. Kuna vitu vingine katika maisha tunaweza kuwa tumekwisha jiwekea vifungo sisi wenyewe kwa sababu tu ya kuviolate au ya kwenda tofauti na kile Mungu ambacho anakuwa amekielezea. Ni neno dogo tu utii, lakini ni neno pana sana, lina mambo mengi sana. Lakini mtumishi aliyetangulia amesema bado tuna second chance, bado tuna nafasi ya pili, pale ambapo tunaona ya kwamba hatutendi sawasawa. Tukianzia kwa hawa wanaoonekana kwa macho ambao ni wazazi, inaweza ikatupelekea kwamba baraka zikapungua au maisha yetu yakapunguzwa urefu kwa sababu tu ya kutotii wazazi wetu. Basi leo tunakumbushwa ya kwamba yatupasa kutii ili tuweze kupata baraka za kimungu alizoziweka kupitia wazazi wetu. Tuangalie madhara ya kutotii. Tusipotii ni jambo gani linatupata?
tusipotii ni jambo gani linatupata? Hii ni dhahiri kabisa kwa wale wasomaji wa Biblia. Wanajua kwamba tuko hapa ama tunaishi katika dunia hii iliyo na hali hii ama na sura hii kwa sababu tu wazazi wetu wa kwanza walipoteza utii mbele za Mungu. Tukifuatilia, kuna mambo mbalimbali ambayo yalitamkwa baada ya kuonekana kupoteza utii pale katika bustani ya Edeni. Tukienda moja kwa moja, tunaona tusipotii tunaelekea ama tunakuwa tumekaribisha laana na mateso. Naomba msomaji utusomee Mwanzo 2:16 na 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 hadi 17. Ndio. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. 17. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amen. Amen. Tunaona kabisa kwamba kutotii kile Mungu ambacho ameelekeza tufanye, kutotii neno la Mungu, ni kwamba tunakaribisha laana ama tunaingia kwenye laana. Mfano ni kama huu ambao wazazi wetu wa kwanza walishindwa kutii maagizo ya Mungu. Wameruhusiwa miti yote katika bustani ile wale isipokuwa mti mmoja tu. Lakini shetani alipovaa sura ya nyoka aliweza kumdanganya Eva. Eva akadanganyika, akamshawishi Adamu. Adamu naye bila kufikiria wakala mti wa lile tunda. Tayari utii ukawa umevunjika mbele za Mungu. Matokeo yake tunaona ni laana. Na laana iliyotoka mahali pale ndipo kifo kilipopigiwa muhuri kwamba tutakufa. Lakini ndipo tunaona Hawa aliambiwa tazaa kwa uchungu. Ndipo tunaona kwamba Adamu atapata chakula kwa jasho. Kwa hiyo tunaona kwamba tusipotii maneno ya Mungu, tujue kabisa ya kwamba kuna matokeo. Tukitii kuna matokeo yake, na tusipotii kuna matokeo yake. Mungu atusaidie sana. Maana kutotii kwa wazazi wetu wa kwanza tunaendelea kutabika mpaka leo. Mungu atusaidie, kwa kuwa alimtuma mwana wa kutukomboa, basi tusiendelee kuishi katika tabu hizo, ili tuweze kufikia uzima kwa kutii yale ambayo tunaendelea kuelekezwa katika Agano Jipya. Haleluya. Lakini madhara mengine au matokeo mengine ya kutotii ni kutengwa na Mungu. Tusipotii, hii inakuja automatically ya kwamba tunajitenga na Mungu. Ikiwa maneno ya Mungu yametuelekeza kutii, lakini sisi tukaamua kuenenda kinyume, ni dhahiri kabisa kwamba tunajitenga na Mungu. Maanake tumekuwa against, tumekuwa tofauti na maelekezo yake. Naomba msomaji utusomee Isaya 59:2. Tusikie Mungu anasema nini. Ndiyo. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Amen. Amen.
tunasikia kabisa katika kitabu hiki namna Mungu anavyokasirishwa na yale ambayo tunayatenda yaliyo kinyume na mapenzi yake. Ni kwamba tunajitenga naye, tunaweka ukuta. Tutakapoomba Mungu hawezi kutusikia. Tutakapokuwa na uhitaji wa msaada wake hatuwezi kuupata kwa sababu tu ya kutotii. Inaweza kuwa ni vitu vidogo vidogo sana, sisi tunahisi ni vitu vidogo vidogo, lakini hivyo ndivyo vinavyotuzibia baraka, ndivyo vinavyotuzibia mpenyo, ndivyo vinavyotuzibia hatua ambazo tunapaswa kupiga katika maisha. Mungu atusaidie sana. Madhara mengine ya kutotii: kuna hukumu na maangamizi. Hiyo pointi ya 3. Hukumu na maangamizi. Hukumu na maangamizi. Tuangalie Samueli wa kwanza mstari wa 15 hadi wa 23. Mungu anasema nini? Neno la Mungu linasema, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Amen. Tunaona hapa katika kitabu cha Samueli wa kwanza 15:23 anasema, kwa kuwa uasi ni kama dhambi ya uchawi ama uaguzi, kwa sababu Bwana yeye naye amekukataa. Hapa ni pale Sauli alipokuwa anang'ang'ana kuwa mfalme, lakini Mungu akawa amekwisha mkataa. Manake alionyesha ukaidi, hakuonyesha utii wa kile Mungu ambacho alikisema juu yake. Lakini Mungu anaonyesha katika hili andiko ya kwamba anamkataa asiyetii. Mtu yeyote ambaye hatii, Mungu anamkataa. Sawa sawa na jinsi alivyomkataa Sauli. Kwa hiyo tujitahidi sana yale ambayo tunayasikia, yale ambayo tunafundishwa, tuweze kuyatii ili Mungu asitukatae. Maana Mungu akitukataa hatuna pa kupotea tena. Akitukataa tutakuwa hatuna mwelekeo. Akitukataa manake hatima yetu itakuwa iko mashakani. Lakini jambo jingine, madhara ya kutotii, pointi ya 4, ni kutoingia katika ahadi za Mungu. Inapotokea kwamba hatutii maagizo ya Mungu, hatutii neno la Mungu, hatutii Roho Mtakatifu, hatutii mamlaka Mungu alizoziweka, ni kwamba hatutoingia katika ahadi za Mungu. Naomba tusome Waebrania 3:18 hadi 19. Waebrania sura ya 3 mstari wa 18 hadi 19. Ndiyo. Tena ni akina nani aliyowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake, ila wale walioasi? Mstari wa 19. Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Amen. Amen. Tunaona kabisa kwamba kutotii kunatuzuilia sisi kuingia ama kutimiziwa zile ahadi za kimungu. Zipo ahadi mbalimbali ambazo Mungu aliziweka au maagano ambayo ameyaweka, lakini yanashindwa kutimia kwetu, yanashindwa kutimia katika maisha yetu kwa sababu tu hatujatii. Ni shahidi kabisa kila mmoja akijitafakari, ambaye ni msomaji mzuri wa Biblia,
Kuna ahadi nyingi sana ambazo Mungu ameziweka kwa wanadamu. Kuna ahadi ambazo ameziweka specifically kwa wana wa Israeli, lakini kuna ahadi ambazo ameziweka kwa mataifa, ambazo zote zinatuhusu. Lakini yapo maandiko, wapendwa, tunayasoma, tunabaki kufikiri kwamba Mungu aliyaweka kwa nyakati zile, ama Mungu aliyatenda wakati ule, kwamba kwa wakati huu kuna mambo ambayo hayawezekani. Hii ni kupoteza mwelekeo kabisa. Hatujui ya kwamba haya mambo hayatokei kwa sababu tu hatujatii. Hayatokei kwa sababu hatujatii. Inasikitisha sana, imefikia sehemu mpaka sasa hivi jamii ama kizazi kinaamini ya kwamba kufanikiwa katika maisha lazima uende Freemason. Huwa wakati mwingine najaribu kufikiria hivi, Mungu tunayemsoma katika vitabu, ambaye ni yeye yule jana, ambapo tuna mifano mbalimbali ya matendo makuu ambayo ameyatenda, kwa nini tushindwe kuamini kwamba kwa bidii ile ile ya kumwomba Mungu na ya kibinadamu kwamba tunaweza kushindwa kufikia au kupewa kutoka kwa Mungu? Hii ni kwamba inaonyesha tumepoteza utii, kumekuwa na ukaidi, tumeshindwa kuishi katika mstari, tukifikiri kwamba Mungu ameishiwa nguvu au amepungukiwa uwezo kiasi kwamba tunatafuta namna nyingine ambayo inaweza kutusaidia, au kuamini kwamba mtu hawezi kufikia level fulani kwa nguvu za Mungu tu. Hii inaonekana tunafilisika kimaadili ya kimungu. Amina. Hii inaonyesha kabisa kwamba tunafilisika kimaadili, kwamba kuna vitu tunaona kabisa kwamba hivi Mungu hawezi kufanya, wakati yeye katika maandiko imeandikwa kabisa kwamba yeye anaweza kila jambo, hakuna linalomshinda. Hivi kweli kwa logic tu ya kawaida ukiangalia tu, kuna vitu ambavyo vinaonyesha ukuu wa Mungu ama uweza wa Mungu, ambao sio vya kusimulia, sio kwamba mpaka mtumishi akwambie kwa sauti kali sana ama ni hapana. Ni vitu ambavyo vinavyoonekana. Ukiangalia tu nje hapo, kaangalia angani, unaangalia anga jinsi lilivyo, unapiga picha, unasema kuna mwanadamu anaweza kutengeneza kitu cha namna hii? Haiwezekani. Watu wenye elimu ya anga wamejaribu, wanatengeneza vyombo, wanaenda wanafika wapi, lakini hawajaweza kufika mwisho wakaja na majibu ambayo yanaeleweka. Hii tu inatosha kukuambia kwamba kuna mtu ambaye ana uwezo wa tofauti na kiumbe chochote hapa duniani. Yaani inafaa kabisa kuonyesha ukuu wa Mungu. Kuna vitu ambavyo vipo katika mazingira, lakini tunavichukulia kawaida, tunashindwa kuona ukuu wa Mungu katika yale mazingira ambayo tunaishi, ya kuprove kwamba Mungu ni mkuu kuliko kitu chochote, na lolote ambalo anaamua ama anataka kulitenda laweza kutendeka. Lakini kwa sababu tu ya kutotii yale maandiko, kuna bado maandiko ndani ya Biblia tunayaona kama ni historia ya wakati ule, ambayo kwamba hayako applicable ama hayakubaliki ama hayawezi kutokea katika kipindi hiki. Hii inachangia sana kupishana na ahadi za Mungu. Ni kwa sababu tu hatujatii yale yaliyoandikwa. Yale yaliyoandikwa, yale maneno ya Mungu yaliyoandikwa, hatuyafanyi kwa kuamini ya kwamba ni neno la Mungu, Mungu amesema na linatimia katika maisha yetu. Mungu atusaidie sana tuweze kujua kile Mungu ambacho ametukusudia. Haleluya. Tunaweza kusema kwamba utii lazima uendane na maagizo ya Mungu. Tii yote unayoelekezwa bila kiburi, ndivyo Mungu atakavyokufanikisha. Hapa lazima tuwe makini. Tunatii yote ambayo ni maelekezo yanayotoka kwa Mungu. Katika ngazi zile ambazo tumeweza kuongelea,
Kuna wakati mwingine unaweza ukaingiziwa jambo ambalo si la kimungu. Ni mtu ambaye ana mamlaka juu yako, tukirudi katika mwili. Ni mtu ambaye ana mamlaka juu yako, lakini kuna jambo ambalo amekuamuru utende ama ufanye ambalo unajua si la kimungu. Usilitii tu kwa sababu ni mtu aliye juu yako amesema. Lazima lile analokuambia na unaloamuliwa kutii lile ambalo ni la kimungu. Haleluya. Hapo tuelewane vizuri. Sio kwamba umefundishwa kutii mamlaka iliyo juu yako. Labda ni bosi wako anakuambia tengeneza mchongo fulani tuweze kutengeneza mazingira ya rushwa. Au mtu unasema nimeambiwa kwamba napaswa kutii mamlaka iliyo juu yangu. Unakubaliana nalo, si kweli. Lakini ikiwa ni maelekezo ya kikazi yanayohusiana na Mungu, tii bila kushurutishwa. Lakini ikiwa liko kinyume na Mungu, basi utatafuta hekima namna ya kumkatalia. Vile vile kwenye familia, naweza kuwa ni kiongozi wa familia. Anaweza akakwambia jambo lisilofaa ambalo naona kimungu kabisa hili sio. Mungu hakubaliani nalo. Unatafuta hekima pia ya kuweza kujibu au namna ya kutenda. Lakini usikubali kutenda dhambi kwamba unamtii aliye juu yako au mamlaka iliyo juu yako. Kwa hiyo tunaposema utii ni lazima uendane na maagizo ya Mungu. Unatii yote unayoelekezwa bila kiburi. Hivyo ndivyo Mungu anavyotuamuru na ndivyo atakavyoweza kutufanikisha. Tukumbuke pia ya kwamba utii ni bora kuliko dhabihu. Kwamba utii wetu uwe ni utii unaotoka ndani. Unaotoka ndani ya mioyo yetu. Bali isiwe ni ibada tunazozifanya nje ya mwili ama kuonekana na watu ama kupata sifa za kibinadamu. Lakini Mungu anataka tuwe na utii unaotoka ndani ambao unafanya bila kushurutishwa. Unafanya kwa kupenda kwa ajili ya Mungu na si kwa ajili ya mwanadamu. Haleluya. Tujue kabisa ya kwamba kukosa utii ni kazi ya shetani. Kama tulivyoona madhara ya kutotii ni kwamba tunakosa baraka za kimungu, lakini tunajitenga na Mungu, tunakuwa tunakaribisha laana na kukosa ufalme wa Mungu. Sasa katika maisha yetu kila mmoja anaweza akajitafakari, akaangalia, je, katika fundisho la leo ama neno ya leo ambalo tumeona kwamba tunaangalia yaliyojificha ndani ya utii. Kila mmoja akijitafakari kwa nafasi yake. Ana utii kiasi gani mbele za Mungu? Una utii kiasi gani kwa Roho Mtakatifu? Una utii kiasi gani kwa mamlaka iliyo juu yako? Ikiwa yote unaona utii una 100% katika nyanja hizo zote, basi mshukuru Mungu, muombe aendelee kukupa neema ya kuendelea kusimama na kuendelea kuonyesha utii huo ili uweze kuona ufalme wa mbingu, lakini ukianza na baraka za hapa duniani. Lakini kama unafikiri ukijichunguza katika nyanja hizo, unaona utii kwa neno la Mungu kuna sehemu, kuna gap, haujafikia 100%. Ukiangalia utii kwa Roho Mtakatifu bado kuna gap, kuna mambo Roho Mtakatifu anakusemesha lakini huyatendi. Ukiona utii kwa mamlaka zilizo juu yako hautoshei pia, haufikia 100%, kuna namna ambavyo natenda isivyo, basi naomba tusimame tumuombe Mungu atusaidie, atujalie moyo wa utii.